Dunia ya sasa, katika nyakati tulizonazo za sasa, ni nyakati ambazo uchumi unapitia vita kubwa sana. Kwenye hizi nyakati za sasa, uchumi unapitia vita kubwa sana. Tumeona kuna mfumuko wa bei ya mafuta, na si tu mfumuko wa bei ya mafuta, hata mfumuko wa bidhaa mbalimbali umetokea. Na mimi nikueleze kwamba hii bei iliyofumuka haitashuka haraka, itaendelea kuongezeka. Na kadiri bei itakapokuwa inazidi kuongezeka ya mafuta, ya bidhaa za chakula, bidhaa za uzalishaji, ndivyo ambavyo presha ya watu ambao wana madaraka maeneo fulani itazidi kuwa kubwa. Na hapa naongelea presha ya viongozi kuanzia ngazi ya familia itakuwa kubwa. Presha ya viongozi kuanzia ngazi ya kanisa itakuwa kubwa. Presha ya viongozi ngazi ya vikundi itakuwa kubwa. Presha ya viongozi ngazi ya mikoa, ngazi ya kitaifa, na kila idara itakuwa kubwa. Kwa lugha nyingine, kama we ni kiongozi unanitazama, unatakiwa kutambua kwamba usipokuwa makini, mfumuko wa bei unaotokea utasababisha presha yako ipande. Na presha yako itakapopanda kimaamuzi, unaweza ukashangaa unajikuta unafanya vitu vya ajabu ambavyo vinafanya hali ya eneo lako unalolisimamia kama kiongozi izidi kuwa mbaya badala ya kuwa nzuri. Sasa nisikilize vizuri kitu ambacho Roho Mtakatifu anasema na wewe. Kwenye nyakati kama hizi ambazo uchumi unayumba na mfumuko wa bei unakuwa mkubwa, kama we ni kiongozi mahala popote, unahitaji kutuliza presha yako ya ndani katika maamuzi. Nasema hivi, kama we ni kiongozi mahala popote, inapotokea mfumuko wa vitu kupanda bei kama sasa unapotokea, kitu cha wewe kufanya ni kushusha presha yako ya ndani kimaamuzi. Unapoishusha ile presha yako ya ndani kimaamuzi, unampa nafasi Mungu akupe wazo sahihi katika nyakati za sahihi za sasa. Moja ya nyakati ambazo viongozi wanahitaji kupewa wazo la Mungu la kuwasaidia kujua wanavushaje maeneo yao wanayoyaongoza. Kama we ni mzazi, unavushaje familia yako? Kama we ni kiongozi wa taasisi, unaivushaje taasisi yako? Kama we ni kiongozi wa nchi, unaivushaje nchi yako? Ni hizi nyakati za sasa, viongozi wanahitaji wazo la Mungu, kwa sababu kiongozi asipokuwa na wazo la Mungu, ile presha ya uchumi kusababisha vitu vipande bei itamfanya